kuna kitu ambacho wanatakiwa Waislamu au tunatakiwa Waislamu tutambue kwamba BAKWATA kimsingi wao ni specialized kwenye government. Na historia ya BAKWATA kama utaenda ndani in deep, aliyeiunda ni Mwalimu. Kwa hiyo hili tatizo la BAKWATA ni kubwa. Kama tutaanza kulielezea sasa hivi na maovu makubwa ambayo yaliyotokana na BAKWATA na mambo mengi ambayo yaliyotokana na BAKWATA ni mazito sana kwenye hii nchi. Mtu amekula alafu baadaye tena anakuambia tunataka tuchange, tuwalipe. Huyu aliyekula mpaka nafikia tu anataka kuchanga ni nani? Na kwa nini alikula? Mkiambiwa Rais Samia anakuja mpaka mumuone, kwa sababu Mafia tumeachwa kwenye jiografia ambayo sio stahiki, na maana tupo kwenye mstari wa hatari. Uwe mufti umechaguliwa huko, maana usije ukawa umekasirika kwa haya niliyoongea. Tafadhali ukiambiwa kuna safari ya Mafia na Mafia na kuhitaji. Assalamu alaikum wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine na tupo na ndugu yetu hapa ambaye mwenyewe ataenda kujitambulisha kwa majina anaitwa nani, na tutazungumzia mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Moja ya jambo ambalo tutalizungumzia ni kuhusiana na mvumo wa ujio wa Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir. Labda kwa nini mpaka sasa imekuwa inasemekana kuwa atakuja tarehe fulani alafu haji. Sasa nipo na ndugu yangu hapa, ataenda kuniambia yeye kwa muono wake labda tatizo liko wapi, au kuwa tunakwama wapi hasa watu wa Mafia kutokana na viongozi ama ujio wa viongozi katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mafia, hususan viongozi hawa wa kitaifa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, naam, kwanza ningependa kufahamu hali ya mvua ikiwa ikiendelea, mvua za masika upande wako ikoje? Kwa upande wangu mvua za masika ndio hivyo tumezipokea, kwa sababu muda ndio umeshafika wa mvua. Na vile vile kama athari ndogo ndogo ambazo tunazozipata, tena nikasema ndogo ndogo lakini pia ni kubwa. Barabara zetu hazina mitaro. Kwa hiyo tuna mengi sana ya kuyazungumza juu ya hizi mvua zinazoendelea. Kwa hiyo mazali sio pointi ya msingi ambayo leo tuleta. Tunasema alhamdulillah kwa mvua tulionayo. Labda kabla ya kuendelea nitoe tangazo kidogo. Katika halmashauri ya wilaya ya Mafia kuna taarifa ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa ambao wataalamu wa afya wameubaini kuwa ugonjwa huo kwa sasa umeanza kuathiri wananchi, kwa wale wakazi wa Tumbuju, kijiji ambacho kinapatikana katika kata ya Ndagoni, lakini pia wakazi wa kijiji cha Kilindoni. Takriban ya waathirika wa ugonjwa huo watu watatu wamekutwa wakiwa na ugonjwa huo wa kipindupindu. Hivyo wakazi wa maeneo hayo na maeneo mengine ambayo yanajumuisha halmashauri ya wilaya ya Mafia tunapaswa kuwa makini na kuhakikisha kuwa tunafuata zile taratibu zote za kiafya ili kuweza kupambana na hii hali ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Labda Sheikh Ali, upande wako, kwanza mtazamaji ambaye leo kwa mara yake ya kwanza kabisa na kuona, anapenda kukufahamu hasa wewe ni nani? Kwa majina naitwa Ali Musa Usi. Ni mzaliwa wa mkoa wa Mtwara, ila nimekulia wilaya ya Mafia. Ina maana kwamba siwezi nikasema ni mwenyeji zaidi wa mkoa wa Mtwara, ila ni mwenyeji zaidi wa wilaya ya Mafia, mkoa wa Pwani. Kwa hiyo itoshe kwa hapa. Kwa profile hiyo inatosha kwa anayeniona kwa siku ya leo kuweza kunitambua kwamba ni nani. Okay, labda twende kwenye mada moja kwa moja. Moja ya jambo ambalo leo ningetamani kujisikia kutoka kwako, the way kwa vile ambavyo unaona Mafia ni kisiwa ambacho tumekuwa mara nyingi hatupokei wageni wa kitaifa, na moja ya mvumo ambao umekuwa ukisemekana almost miezi mitatu iliyopita ni ujio wa Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir. Lakini imekuwa
kuna sitofahamu kubwa hapa kati, kwa maana ya mara nyingi huwa tarehe ambazo zinatazamiwa kwa ujio wake huwa zinabadilishwa na kupangwa tarehe nyingine. Tatizo liko wapi hasa? Kwa sababu hili hatulishuhudii kwenye wilaya zingine na mikoa mingine. Karibu. Asante sana kwa kuniomba maoni, au niseme kwamba swali zuri ambalo tunategemea maswali ya aina kama hii yaweze kutukuta na tuyatafutie majibu yake ambayo tukaridhisha baadhi ya raia wenzetu au tukawapa nafasi ya kufahamu baadhi ya raia wenzetu kwamba tuna haki ya namna fulani. Cha kwanza kabisa, ni muda mrefu sana viongozi wengi wa kitaifa kama ulivyosema, wilaya ya Mafia inakuwa kama ni sehemu ambayo hawafiki. Kwa mfano tukizungumza, labda ninayekumbuka ambaye ni kiongozi ambaye aliwahi kuja kwa mara nyingi kidogo ni Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Ninakumbuka hivyo katika akili zangu kuanzia utoto mpaka leo hii kwenye hii stage nilionayo. Ni kiongozi ambaye amefika sana Mafia kwa mara nyingi, lakini viongozi wengine sijawahi kuona. Labda niseme Mama Samia ni times just like kama ni mara mbili nakumbuka amewahi kukanyaga, lakini kabla hajapata nafasi kubwa. Tangu amepata nafasi kubwa kabisa sijawahi kumuona, lakini wakati huo anagombea kuwa makamu wa rais wa nchi hii amewahi kufika na akamwombea mwenzie kura ambaye ni rais ambaye ni hayati John Pombe Magufuli. Tukiangalia labda tuseme kwenye upande wa geographic position ya Mafia labda ilivyo. Alafu kitu kingine niseme tunaweza tukarudi kwamba kule kwamba ni kusahaulika kwa wilaya ya Mafia. Mafia imewekwa kwamba ni sehemu ya mwisho katika mazingira ya kisiasa, katika mazingira ya kiuchumi na katika mazingira mbalimbali ya social services ambazo zinazowahusu wanajamii wote au wananchi wote wa Tanzania. Mafia imekuwa ni sehemu ya mwisho. Kwa hiyo ni mara chache sana kuweza kupokea viongozi ambao ni wakubwa kutokana na hiyo hali ambayo imewekwa, ambayo niseme ni ya kihistoria tangu athiri mpaka leo. Kwa hiyo swala hili sio geni sana kuliona, lakini sisi wana Mafia tunapenda sana kuwaona hao watu wanafika. Na swala jingine lieleweke kwenye upande wa mheshimiwa, kwa sababu nimewahi kusikia kabisa tangazo msikitini. Ilikuwa ni Ijumaa ya 3 au ya 4 ya mwezi uliopita, yani mwezi wa 4 nikimaanisha. Niliwahi kuisikia hiyo inazungumzwa kwamba atakuja, na pale pakaombwa baadhi ya michango. Ushahidi ninao. Iliombwa michango kwamba papatikane chakula ambacho watakuja kula wageni, pamoja akiwemo na huyu shehe ambaye mtajwa kwamba atakuwepo hiyo siku na tutakuwa naye, na ilizungumzwa kama sio siku 2 basi 3 atakuwepo wilayani hapa kuja kuzungumza na Waislamu waliopo wilaya ya Mafia. Lakini baadaye nikaona silence. Kwa hiyo sijaelewa tena kilichoendelea, na sijajua kama ilitolewa labda taarifa nyingine, labda amepata safari ya dharura, labda amepata maradhi, amepata nini, sijasikia hilo swala. Lakini tangazo la ujio wake nililipata ndani ya msikiti siku ya Ijumaa. Kwa sasa sijaelewa cha mno ni nini. Labda kwa mtazamo wako, kutokana na sasa hivi tuko katika nyakati hizi za kisiasa, kwa maana tunaelekea kwenye election labda kwa vile ambavyo tunaweza kutafsiri kwa namna nyingine tangazo ama kutangazwa kwa ujio wa Sheikh Abubakar Zubeiri, tuseme ni sehemu ya siasa, viongozi walikuwa wanatumia sehemu ya siasa katika masala mazima ya kidini. Kwa upande wangu mimi na ninavyoelewa mimi, labda nijaribu kuamsha na Watanzania wenzangu waweze kuelewa. BAKWATA ni moja ya taasisi ambayo imeundwa kiserikali na sio kwamba imeundwa na Waislamu. BAKWATA katika uundwaji wake kwamba iliundwa na wanaserikali ili ije iwasaidie
Waislamu. Lakini sasa hapa ina maana katika uendeshaji wake tunamaanisha kwamba inaendeshwa na serikali. Kwa hiyo inafanya vile ambavyo serikali inahitaji na sio Waislamu wanahitaji. Kwa hiyo hapa kuna kitu ambacho wanatakiwa Waislamu au tunatakiwa Waislamu tutambue kwamba BAKWATA kimsingi wao ni specialized kwenye government, sio kwa niaba ya Waislamu moja kwa moja, bali wanavaa lile joho la Uislamu kwa sababu wanataka Waislamu waweze yani zile sauti zao ziweze kusikilizwa kwa namna hile. Lakini hata ukiangalia baadhi ya viongozi nao wanachaguliwa na marais au watu wakubwa wa serikali. Kwa hiyo hapo utapata picha kwamba BAKWATA ni moja kati ya taasisi za serikali. Kwa hiyo wanatakiwa Waislamu watambue kwamba hili suala la BAKWATA au hii issue ya taasisi ya BAKWATA ni issue ambayo wao wanaweza kufanya au inaweza tukasema kwamba imetumika kama kivuli cha kuweza kulinda chama. Sasa unaweza ukaona kwamba kwenye upande wa BAKWATA kama atakosea mtu wa upinzani akazungumza maneno ambayo ni labda ni yako tofauti kidogo na yale ambayo yanatakiwa na serikali, hautosikia sauti ambayo ni mzuri kutoka BAKWATA, ila atakuwa tu anasifiwa aliyopo ndani ya mamlaka kwa sababu yeye ndiye anayeiongoza ile BAKWATA kwa muda ule. Kwa hiyo wanatakiwa Waislamu watambue hili swala. Sio swala la kufichana. Ni swala ambalo linatakiwa liwekwe wazi kwamba BAKWATA, hata kama ukasikia wanakuambia kwamba usizungumze masuala ya siasa kama wewe ni Muislamu au kama upo kidini, basi usizungumze masuala ya kisiasa. Ujue kwamba wao wapo kisiasa. Na tumeshawahi kuwaona au tunawaona kwenye baadhi ya video nyingi sana za kampeni inapotokea kampeni tunawaona wapo upande gani. Sio swala labda linahitaji labda ushahidi wa kutosha, labda ushahidi mwingi zaidi, amna. Tunaona nini kinachoendelea. Kwa hiyo na historia ya BAKWATA kama utaenda ndani indipu, aliyeiunda ni Mwalimu, ni hayati Nyerere. Sasa sijui kama huyu ambaye aliyeunda hii taasisi aliunda kwa mamlaka gani, kama wewe kama ukiangalia tu na alikuwa na opinion gani kwake yeye kwa upande wake, utagundua kwamba kuna jambo ambalo lipo ndani ya BAKWATA. Kwa hiyo tusiwaraumu sana, kwa sababu ukimlaumu mtu ambaye unamjua unatafuta tatizo. Naomba tu wananchi watambue kwamba BAKWATA watapewa amri na serikali na wanaendelea kupewa amri na serikali. Utaenda sehemu fulani hautoenda. Utafanya hiki usifanye. Sasa unaona hata baadhi ya hukumu ambazo zinatolewa na BAKWATA kimsingi hazisimami kidini. Zipo nyingi tunaziona. Kuna baadhi ya ndoa zinavunjwa hali ya kuwa bado ni ndoa na zinaitwa ni ndoa, kwa sababu kama BAKWATA wao ni wasikilizaji wazuri au na wao wapo katika ile mtiririko wa kidini, wanaelewa dini, lazima atafute chanzo, awaite wahusika wa ndoa pamoja na wazazi, wasikilize, waelewe, je, tatizo hili lilihukumiwa vipi wakati wa Mtume, umeelewa, na liko vipi, alafu baadaye likishapatikana ufumbuzi ndio panatolewa ufumbuzi yakinifu. Lakini baadaye unakuta kwamba mtu ameenda, mazali alienda mwanamke ametangulia, yani ni kama tu mahakamani. Mazali ameenda ametangulia mwanamke, basi ataonekana mwanaume ndio mkosa. Mwisho wa siku anaambiwa umeacha. Atarudi kule mwanamke anakuja kukwambia mimi tayari nimeshafanyaje? Nimeshapewa talaka hii hapa. Au unaambiwa kwamba bwana nenda, mwanamke anaambiwa aende mahakamani. Sisi hatuna ruhusa ya kutoa talaka kwa sasa hivi. Tumeambiwa sasa hivi talaka zinatolewa mahakamani. Hao wewe Muislamu au nyinyi mnaohukumu Kiislamu, mnatoa vipi au mnakubali vipi ile amri ya kwamba huyu aliyeoa kwa njia ya shehe, sawa, ameoa kidini Kiislamu akapata talaka mahakamani, inakuwaje? Na hatujaruhusiwa. Kwa sababu ruhusa iko vipi? Kwamba talaka yule ambaye anayetaka kuacha ataacha mwenyewe mwachaji, sawa. Mimi nilioa ndio nitakayefanyaje? Nitakayeacha. Na kama kuna kosa ambalo ni kubwa zaidi la kumfanya eza kazi akatoa talaka, ni lazima lile liangaliwe kisheria na kimantiki jinsi lilivyo, na wakati huo lilihukumiwa kwa staili ipi, sawa. Lakini wewe utakapomwambia mtu aende akavunjiwe ndoa yake mahakamani hali ya kuwa hajaolea mahakamani, tayari yule anakuwa bado ni mwanandoa. Hata kama hakiolewa, ina maana kwamba anaolewa aliyakuwa akiwa ni mwanandoa. Na yule atakayeoa anaoa wakati anajua kabisa, mwingine anajua, kwa sababu mwingine hajui, ila mwingine anajua kwamba mimi ninaoa lakini nina ndoa hizi mbili. Moja amenikimbia tu kutokana na
jinsi nchi inavyoendeshwa. Kwa hiyo BAKWATA wanatakiwa wajitazame, na vile vile sio tu BAKWATA peke yake, wananchi wa Tanzania wanatakiwa watambue kwamba BAKWATA iko vipi na sio sehemu ya kukimbilia moja kwa moja. Bora msitatue matatizo yenu wapi? Kifamilia. Kama unajua kuna share sehemu fulani, aende akatatua, akakusikilizeni, mjue jinsi gani ya kutatua kuliko kukimbilia BAKWATA. Kimsingi iko hivyo kwa sababu BAKWATA walishavunja ndoa nyingi na migogoro mingi ipo kutokana na wao hawaendeshi kama dini inavyohitaji. Kwa hiyo hili tatizo la BAKWATA ni kubwa. Kama tutaanza kulielezea sasa hivi na maovu makubwa ambayo yaliyotokana na BAKWATA na mambo mengi ambayo yaliyotokana na BAKWATA ni mazito sana kwenye hii nchi. Lakini watu wanayamezea tu mate kwa sababu hakuna mwenye sauti, yani kwamba no one can press, he is a voice or has a voice kwa ajili ya hawa watu, kwa sababu hawa watu wako ndani ya mikono ya serikali. Kwa ni vitu kama hivyo. Na jingine ambalo labda naweza nikaomba kwa upande wa Waislamu wa Tanzania, kwa sababu wenzetu Zanzibar hawaitambui BAKWATA. Okay. Hawaitambui. Naomba nieleweke. BAKWATA haitambuliki. Na utakapomwambia mtu kwamba BAKWATA ni baraza la Waislamu Tanzania, ina maana kwamba lipo tu upande wa bara. Lakini Waislamu tupo pande zote mbili za muungano wa Tanzania. Umeelewa vizuri kwamba aliyekuwepo Zanzibar na aliyekuwepo bara, sawa? Huyu anatakiwa aendeshe ndani ya mfumo huu wa BAKWATA. Hao wenzetu hawautambui na hawautaki. Umeelewa vizuri kwa sababu wao tayari wameshaelewa matatizo ya huu mfumo au ya hii taasisi jinsi yalivyo. Na kama ni sauti za Waislamu zinatakiwa au wanatakiwa, basi wanatakiwa wawe ni dependent nje nje ya kwamba kuna mkono wote ambao ni wa dola ambao unaweza ukafanyaje ukaingia pale au ukatoa sauti, kwa sababu hii ni dini na ina miongozo yake na mimili yake, kama unavyoona nchi ilivyokuwa na mimili yake na mahakama yake, na hii ni dini ambayo ina mimili yake na ina hukumu zake. Kwa hiyo cha kuomba ndani ya nchi yetu ya Tanzania, tunatakiwa tuombe kwamba tuwe sisi kama Waislamu tunaotambua Uislamu, basi tupewe ile opportunity ya kufanya sisi wenyewe election. Yani tuwe na taasisi ya kwetu Waislamu kama Waislamu. Tuwe tunafanya sisi wenyewe, kama ni kuchagua kwamba ni yupi awe mufti na yupi asiwe mufti, yupi anatakiwa awe shehe wa wilaya yetu na ataendesha kwa namna gani, tuachiwe sisi wenyewe hizi nafasi kama Waislamu, kwa sababu tutakapokuwa leo hii tunaingiliwa katika kufanya maamuzi kwamba labda wewe usiache au taasisi ya Kiislamu isiachishe mpaka aende mahakamani, bado hujatupa uhuru wa kuongoza katika, yani wa kuwa katika ile dini yetu, na maana bado hujatupa uhuru wa kuabudu, bado unatumia katika kuabudu kwa madai kwamba unatuhofia labda tutakuwa na ile hali ya kwamba labda zile hali ambazo zinazotengenezwa kwamba hawa Waislamu labda wao wana asili ya kujitoa mhanga, labda sijui hao Waislamu wana ule upande mwingine ambao labda wao wanapenda sana masuala ya sunna, kwa hiyo mwisho wa siku anakuwa ni wakati wanapandisha jazba mwisho wa siku. Sio hivyo. Uislamu tunajua wazi kwamba Waislamu, ukiona Muislamu hawezi kuwa na hatua kama hizo. Hata ukimsikia ni sunna, mwana sunna yeyote hayupo hivyo. Mwana sunna anapenda uhuru wa watu waishi vizuri, watu wafanye ibada vizuri. Hawezi kumuua mtu hivi. Yani aje tu akuue. Huyo sio mwana sunna. Mwana sunna ni yule ambaye anahimiza amani katika nchi na watu ufanyaji wa ibada, na mtu kuweza kujitambua yeye mwenyewe, akajielewa. Umeelewa? Sio kumforce mtu aingie moja kwa moja au kuchukulia mtu kisu. Hapana, haiko hivyo. Kwa hiyo sasa tunaomba Waislamu watambue hilo, na pia niwaombe Waislamu wenzangu pale tunaposikia kuna mfumo mzima labda wa katiba mpya umeingia katika nchi yetu, labda baada ya uchaguzi, nafikiri labda kama Mwenyezi Mungu atahitaji hilo swala, labda huyu rais wetu, labda baada ya kuchagua rais, tukishamaliza hizi elections zikishapita, labda tutarudi tena kwenye ule mfumo wa katiba mpya. Kwa kama tutarudi tena kwenye mfumo wa katiba mpya, niombe Waislamu wenzangu nchi nzima, yani Tanzania nzima, wachukue hiyo opportunity ya kuomba hiki kipengele cha kuwa na taasisi ya kwao wanaoimiliki wenyewe Waislamu, ambayo isiyoingiliwa na mtu aina yoyote, kwa sababu watakapokuwa na taasisi watafanya maamuzi ambayo yako sahihi,
kwa sababu Waislamu tunaamini tuko sahihi na tunaweza kufanya vitu ambavyo ni sahihi, na tuna uwezo wa kutetea amani, na tuna uwezo wa kufanya mambo ambayo yako vizuri zaidi katika nchi na nchi ikawa vizuri, kwa sababu kwanza utamaduni wetu ni miongoni mwa tamaduni ambazo ziko vizuri kabisa duniani kuliko tamaduni zozote duniani. Hilo linaeleweka wazi. Hata kama tunafinywa, hata kama tunafenyeje, lakini tamaduni ya Kiislamu ni moja kati ya tamaduni ambayo ni mzuri zaidi duniani, haijawahi kutokea. Kwa sababu miongozo yetu na menendo yetu, mavazi yetu, tabia zetu ziko vizuri. Kwa hiyo sasa kutupeleka huko tunaenda kuungana na serikali, basi serikali inachoamua na sisi tufanye, tunaingia kabisa moja kwa moja kwenye hiyo mifumo alafu baadaye mnatutoa, haiwezekani. Kwa sababu leo hii mufti atakuwa ameambiwa Mafia usiende. Sawa? Na kama ina maana kama utaenda hatutakupa nauli, hatutafanya chochote. Bado haupo kidini. Kwa sababu mwenye dini ni yule ambaye anapopewa dhamana ni lazima afenyeje? Ajidhamini yeye mwenyewe, kwa sababu Uislamu tunaishi kwa dhamana katika dunia. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wakristo tuseme, au kwa kipindi wanasema makafiri, walikuwa wanaenda kuweka dhamana kwake. Nafikiri kwa kitu kinafahamika. Walikuwa wanamfanya kama ni benki, mwenye dhahabu, mwenye pesa anaenda anaweka, kisha baadaye naenda anaichukua. Ndio maana tukapata nafasi pale ya kusema kwamba ni mwaminifu na mkweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utakapokuja kwamba wewe kama ni kiongozi umechaguliwa, alafu baada ya kuchaguliwa ukapewa dhamana, na dhamana kwamba wewe umepewa hizo bima, sawa, 10,000 kwa ajili ya wananchi wa Mafia ambao ni wazee, uiweze kuwasaidia, na wewe ukaila, alafu bado unaendelea kujiita Muislamu, alafu bado unaendelea kujipa nafasi na kujitanua kwamba ni kiongozi mzuri, una matatizo. Kwa hapa bado tunaendelea kuona kwamba hawa watu ambao tunaowachagua au watu wanaochaguliwa, kwa sababu hatuwachagui sisi, hao watu wanaowapa hizi nafasi bado ni feki. Sasa tunahitaji ile uhuru wa kwamba tuchague sisi wenyewe watu ambao tunaoona wanafanyaje, wana maadili. Sio unatupointia wewe au anatupointia mtu from nowhere ambaye hatujui, tunakuta tu mtu anatuambia kwamba huyu ndio shehe wenu. Amepatikana vipi? Alimwangalia nani? Na ndio maana nitarudi tena kule kwamba tunahitaji nafasi huru, kama sisi tuwe na taasisi huru ya Waislamu ambayo itakuwa ni huru, tena ifahamike kikatiba kwamba hawa wako huru na wanafanya mambo yao wao kama Waislamu na hawaingiliwi na mtu yoyote. Iwe mkono wa kisheria. Kama ni wewe ambaye ni serikali umeamua au umejisikia kwamba unataka kusaidia Waislamu, labda kujenga msikiti, kufanyaje, upitishe ndani ya ile taasisi ambayo ni huru, tena bila kumshika mtu shati ukamuita pembeni. Pitisha pale na ifahamike kwa Waislamu. Kwa sasa utakapotoa kinyume, mwisho wa siku inatokea mambo kama hayo. Mtu amekula alafu baadaye tena anakuambia tunataka tuchange, tuwalipe. Huyu aliyekula mpaka nafikia tu anataka kuchanga ni nani na kwa nini alikula? Na bado anaendelea kujiita Muislamu. Kuna madhaifu, kwa sababu vitu vilivyotengenezwa kimifumo ambayo ni ajabu, lazima yatokeze madhaifu ya aina kama hiyo na zaidi ya hayo. Kwa hizi kesi ni nyingi, za staili kama hiyo na nyingine tutaendelea kuzipokea. Kwa hiyo sasa sisi tunachotaka au tunachoomba tuwe huru. Labda kwa kumalizia, zungumza na wakazi wa kisiwa cha Mafia. Kipi ungependa kuwaambia kutokana na mvumo ama tangazo ambalo huwa linatangazwa mara kwa mara la ujio wa Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania? Kwa my side naweza nikawaambia wana Mafia kwamba mauvumi sio mazuri. Labda tu niwaambie kwamba wenzangu, ndugu zangu wana Mafia, mauvumi ambayo yanayoendelea sio sahihi, na kama itajitokeza kuwa ni sahihi, basi mpaka muone. Msiendelee tu kupokea mauvumi ya ajabu. Mkiambiwa Rais Samia anakuja, mpaka mumuone, kwa sababu Mafia tumeachwa kwenye jiografia ambayo sio stahiki, na maana tupo kwenye mstari wa hatari. Okay. Kwa hiyo sasa mpaka tuone kwamba Samia amekuja na sio kwa matangazo. Kwa sababu sisi ni watu ambao tuko nyuma zaidi. Tumeamua, wani wametuamulia kutuweka huko nyuma ya bustani. Wao wenyewe wako kwenye bustani, sisi tuko nyuma ya bustani. Tunaendelea kuishi. Aliladi ugali tunapata na maisha mengine yanaendelea. Lakini vizuri niseme Mama Samia
na sio Mama Samia peke yake, na rais yoyote atakayetawala ndani ya hii nchi ya Tanzania, kwa sababu na sisi ni Watanzania na tunajiita ni Watanzania, na popote tutakaposimama ni Watanzania, na tunaongea Kiswahili ambayo ni lugha ya Tanzania, na tumejengewa shule na mazingira mengine kufundishwa Kitanzania na tamaduni zetu ni za Tanzania. Niwaombe yeyote kiongozi, awe mkubwa awe mdogo, kuja Mafia iwe ni must. Mje mtusalimie mnapokuja kutusalimia, kwa sababu na sisi tunafanya hizo chaguzi. Kwa hiyo mnapokuja kuomba, mkishapata baadaye mjiandae kuja kutushukuru kama mnavyofanya ndani ya mikoa mingine. Hili ni jimbo katika majimbo ya Tanzania, na sisi tunafanya hizo election jamani. Tunawachagueni kina Mama Samia, tunawachagueni wote viongozi wa nchi hii. Sisi tunafanyaje? Tunafanya election. Kwa hiyo sasa tunawaombeni muwe mnatutembelea kujua matatizo yetu, kujua tunaishije wana Mafia, muelewe tamaduni zetu sisi wana Mafia, wapi tunakosea, wapi tunapatia. Muwe mnakuja, msituache tu hivi hivi. Uwe mufti umechaguliwa huko, maana usije kama umekasirika kwa hayo niliyoongea. Tafadhali ukiambiwa kuna safari ya Mafia, wana Mafia na kuhitaji, jamaa yangu, njoo uongee na sisi wana Mafia. Tuna mengi ya kuzungumza na nyinyi, tunawatakeni ndugu zetu viongozi nyinyi. Leo mpo, kesho hampo, lakini ya kwetu yawe yanafanyika. Kuna maji, kuna kero nyingi ambazo tunataka zifanyiwe, kuna madawa, kuna nini, kuna vitu chungu mzima na sisi tunavitaji ambavyo wenzetu huko wanapata, mnapowapitia na sisi tunaona huku kwenye ma-TV. Kumbe leo rais fulani ameenda kwa fulani, sijui rais nani ameenda sehemu fulani, sijui kiongozi fulani ameenda sehemu fulani. Sisi tunawaoneni huku pia. Kwa hiyo tunaombeni na sisi mwe mnatutembelea. Basi mimi sina la zaidi. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia vipindi vyetu, tafadhali subscribe, like, share na comment ili uwe wa kwanza kuweza kupata video zetu.